Bwana Yesu asifiwe. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema hii ambayo amenipa. Ninamshukuru Mungu kibali ambacho amenipa, lakini pia namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa. Natumai nawe pia ni mzima mwenye afya na nguvu. Ninafurahi, namtukuza Mungu kwa ajili yako. Leo ikiwepo ni siku yetu ya mwisho ya semina, ambayo semina yetu ilikuwa ina kichwa kinachosema mbinu za kuombea ili uone maono Mungu anataka uyaone na uyafikie kwenye hiyo nafasi. Mbinu za kuombea nafasi yako ili uone maono Mungu anataka uyaone na uyafikie kwenye hiyo nafasi. Leo ikiwa ni siku yetu ya 3. Jana tulianza na mbinu ya kwanza. Natamani leo tuendelee na mbinu ya 2. Natamani Mungu akitupa neema tuingie na mbinu ya 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla tujaanza hii mbinu ya kuingia moja kwa moja kwenye somo letu, naomba tuimbe tenzi namba 17. Namba 17, namwandama Bwana kwa alilonena. Namwandama Bwana kwa alilonena, njia yangu ning'azia, nikimlizisha atanidumisha. Amini nitiipi, amini utii, njia pweke ni hii ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Giza sina kwangu wala hata wingu, yeye mara uviondoa. Woga wasiwasi, sononeko basi, amini nitiipi, amini utii, njia pweke ni hii ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Tamani tukafunika macho yako tukapate kuomba kwa ajili ya siku ya leo ya 3. Mungu, ninakushukuru kwa uaminifu wako, ninakushukuru kwa ajili ya kibali, ninakushukuru kwa ajili ya neema ambayo umenipa. Asante Mungu kwa kibali hiki ambacho umetupa. Kuwa nasi toka siku ya kwanza ya semina mpaka leo, siku ya jana, siku ya 2, leo siku ya 3. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kwa siku zote hizo, na bado umeendelea kufanyika baraka. Umetupa nafasi, umetupa na muda, umempa tena mtumishi wako nafasi tujumuike pamoja tunapoenda kumalizia kuhitimisha siku ya leo ya 3. Asante Mungu, nami naomba mtumishi wako anitumie vile upendavyo, nisizungumzie yale ya kwangu, bali nikazungumze lile ambalo Bwana umelikusudia kwa majira haya na kwa watu hawa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Naweka wakfu akaunti zote ambazo zitaenda kutumika Bwana, akaunti ya YouTube, akaunti ya Instagram, akaunti ya Facebook na akaunti ya WhatsApp. Mungu, zifanyike madhabahu yako Bwana kupitisha ujumbe wako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa na muda wa kuanza kurudia kutoka mwanzo tulipokuwa, bali kama ulipitwa unaweza ukaendelea ukayarudia hayo masomo kupitia YouTube toka siku ya kwanza, siku ya 2 mpaka siku ya 3. Siku ya leo zamani tuendelee na mbinu ya 2. Mbinu ya kwanza tulisema ombea kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke pale unapokutana na magumu mbele yako. Ombea kiu yako kumtumikia Mungu iongezeke pale unapokutana na magumu mbele yako. Tulianza siku ile jana na mbinu ya kwanza, ambayo watu wengi wamekopa kukutana na magumu, picha wanaiona ni kurudi nyuma. Nataka nikutie moyo kwamba siku ya leo hajalishi umekutana magumu kiasi gani, lakini kadri magumu unayokutana nayo, muombe Mungu. Mbinu moja hapo, muombe Mungu akuongezee kiu ya kumtumikia Mungu iongezeke. Yaani usikubali ugumu, usikubali bahari ya Shamu
ikaanza kufanya uanze kufikiria kurudi nyuma. Usije ukafikiria bahari ya Shamu ukaanza kufikiria kurudi nyuma. Ifanye bahari ya Shamu ikuongezee kiu ya kuzidi kumtumikia Mungu. Haleluya! Yaani ifanye bahari ya Shamu ikuongezee kiu. Gumu unalokutana nalo lifanye Mungu, natamani uniongezee kiu ya kutumikia Mungu. Unasema kivipi? Wana wa Israeli walikutana bahari ya Shamu, wengine wengi walitamani kurudi nyuma walikotoka, walitamani kurudi nyuma, lakini Musa aligundua hili. Yeye alienda kumlilia Mungu. Alipoenda kumba Mungu, Mungu akamfumbua macho haone alichotakiwa haone. Haleluya! Katikati ya bahari ya Shamu bado lipo jicho la Mungu la kuonesha kwenda hatua nyingine. Katikati ya magumu ulionayo lipo jicho la Mungu la kuonesha kuvuka kwenda hatua nyingine. Katikati ya mapito ambayo yako mbele yako, nataka nikwambie kwamba upo mlango wa Mungu wa kuonesha kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo jitahidi sana, usije ukakubali bahari ya Shamu ikufikirishe kurudi nyuma. Itumie bahari ya Shamu ikufikirishe kuongezea kiu ya kumtafuta Mungu zaidi. Kuna sentensi za kuandika, inawezekana jana ulikuwa umeandika, ni rahisi kiu ya kumtumikia Mungu kupotea unapoona ugumu mbele yako. Ni rahisi sana. Lakini sentensi nyingine, ni rahisi kupoteza mwelekeo wa kumwamini Mungu pale unapoona kundi kubwa lililokuzunguka wamepoteza matumaini. Yaani kuna mazingira unafika, kundi kubwa ambalo watu mlianza nao safari wamepoteza matumaini. Alafu wewe ukijiangalia peke yako una asilimia za kuendelea kumwamini Mungu. Kwa hiyo ipo haja ya kumwomba Mungu akuongezee kiu ya kumtumikia Mungu izidi kuongezeka. Yaani katikati ya mapito ongeza kiu ya kumtafuta Mungu. Katikati ya changamoto ngumu, Mungu ninaomba uniongezee kiu, niongezee kiu ya kuzidi kutumikia. Kwa sababu ndani ya kuongezewa kiu ya kumtumikia Mungu kuna jicho la Mungu. Mungu atakufunulia unavyotakiwa uone ambavyo haukuviona. Haleluya. Leo tunaelekea na mbinu ya pili. Omba toba juu ya eneo lilopo kila siku au unalotumia kufanyia shughuli zako za kila siku. Omba toba eneo lilopo kila siku au unalotumia kufanyia shughuli zako za kila siku. Jitahidi sana. Omba toba juu ya eneo lilopo kila siku. Kuna uhusiano mkubwa kati ya eneo lilopo na Mungu anavyotaka uone. Haleluya. Tofautisha nafasi. Ile tunazungumzia habari ya nafasi. Hasa tunazungumzia habari ya eneo au ardhi au eneo ambalo uliopo kila siku, kama ni ofisini pale kila usiku unapokuwa pale, kama ni maeneo yako ya biashara unapokuwa pale, kama ni chuoni kwa kipindi hiko kila siku unachokuwa pale. Ipo haja ya kuomba Mungu, kuomba toba juu ya eneo ulilopo kila siku au unalotumia kufanyia shughuli zako za kila siku. Na natamani tusome kitabu kile cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 5. Kutoka sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 5. Malaika Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakiteketei. Mstari wa 3. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Maono haya makubwa. Na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Haleluya. Bwana alipoona amegeuka ili atazame, andika nasema, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Okay? Kwa Musa hivi alivyoitwa na Mungu akasikia, ageuka. Yamkini kwake alikuwa anajiona inatosha. Haleluya. Nasema hivi, unawezekana ukawa ni mtumishi mzuri sana, Mungu anakutumia kwa viwango vikubwa, Mungu anakusema na wewe, anakuita na unasikia, lakini nataka ujifunze kitu kikubwa kutoka kwa Musa. Musa aligeuka, alipogeuka maandiko yanasema akaona kweli kijiti hakiteketei. Maandiko yanasema Mungu alipoona Musa amegeuka akamuita. Okay? Kwa hiyo kama Musa asingegeuka, Mungu asingemuita. Kwa hiyo kumbe kuna announce nyingine, kumbe kuna namna nyingine Mungu anaweza kutumia mpaka ugeuke. Musa alipokuwa yuko pale, kabla hajageuka Mungu akamuita. Alipogeuka Mungu alimuita. Yamkini kwenye fikra za Musa alikuwa na it is enough, inatosha, mpaka imefika hatua Mungu ameniita. Lakini no, kumbe bado kulikuwa kuna uhitaji mwingine.
kuna kitu kingine ambacho Mungu anatamani akifanye kwa Musa. Endelea mbele. Mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame Musa, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Sasa angalia, Musa ameitwa akasema, mimi hapa. Labda alijua ipo sentensi nyingine inayokuja ya kumfanya labda aone, yani afikirie kwa ukubwa, lakini angalia sentensi inayofuata, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu, ni nchi takatifu. Kwa hiyo Musa aliitwa bado amevaa viatu. Musa aligeuka bado amevaa viatu. Ilipofika hatua sasa Mungu anataka kumpeleka kwenye viwango vingine, ndipo alipomwambia Musa, vua viatu vyako. Haleluya, sio kama umenielewa hapo. Mungu alipoona Musa amegeuka, okay, ikawa kwa Mungu kasema sawa, sawa. Musa amegeuka. Alipogeuka akamwambia Musa, Musa. Musa akamjibu, mimi hapa. Mungu akaona siwezi kumpa maelekezo mengine mapya ya kumpeleka hatua nyingine, siwezi kumuonesha maono mapya ya kumuonesha viwango vingine, siwezi kumfungulia ufahamu mpya wa kuona kwa ukubwa, angali bado ninamuona amevaa viatu ambavyo si alivyotakiwa avae. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, vua viatu vyako. Kwa maana nyingine ni kwamba Mungu anamwambia Musa, ni kweli umegeuka, ni kweli umenisikia, lakini natamani nikupeleke hatua nyingine. Hii hatua ninayotaka nikupeleke lazima kuna kitu nitakao ufanye. Kitu kimojawapo ni lazima uvue viatu. Kuna viwango ili uende, kuna jicho ili uweze kuona jicho la Mungu, na Mungu anataka uone. Kuna namna inakubidi uvue viatu. Sasa angalia kwenye sentensi yetu, omba toba juu ya eneo lilopo kila siku au unalotumia kufanyia shughuli zako za kila siku. Sasa angalia vizuri hapa, alipokuwa amesimama palikuwa ni nchi takatifu. Kwa maana nyingine ipo mahali pengine, au Musa alipokuwa mahali aliposimama, yamkini palikuwa sio mahali patakatifu, yamkini alikuwa amefika mahali sio patakatifu. Ipo haja ya kumwomba Mungu juu ya eneo lilopo, kwani kuna uhusiano mkubwa kati ya eneo lilopo na juu ya Mungu anavyotaka uone. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kile ambacho Mungu anataka kufungulia ukione na juu ya eneo lilopo. Ndio maana Mungu alimwambia mahali hapa uliposimama ni nchi takatifu. Okay, kwa maana nyingine ni kwamba yamkini kuna eneo alikuwepo lakini ilikuwa sio nchi takatifu. Yamkini kuna mahali alikuwepo lakini palikuwa sio mahali patakatifu. Lakini ghafla alipofika kwenye lile eneo, Mungu akamwambia Musa, nataka nikupeleke hatua nyingine, nikupeleke viwango vingine, lakini sharti la kwanza ni kwanza uvue viatu vyako. Kwa hiyo eneo lilikuwa lina uhusiano na vile Mungu anavyotaka amtumie Musa. Haleluya. Eneo lilopo lina uhusiano mkubwa sana. Kwa jifunze kuombea eneo lilopo kila siku. Omba toba, omba toba. Mwambie Mungu, sijui wamekanyaga wangapi hapa, sijui wamekuja wangapi. Mimi ni mwanadamu, ni kama wanadamu wengine. Yamkini wakati sipo, wapo ambao walikuja hapa wakaongea vya kwao, wakaisemesha ardhi. Lakini Mungu, mimi ninaomba toba. Mungu, mimi ninaomba toba. Mungu, mimi ninaomba toba. Mungu, mimi ninaomba toba. Omba toba kwenye hilo eneo. Ni njia mojawapo itakusaidia kuona vile Mungu anavyotaka uone. Itakusaidia kuona vile Mungu anavyotaka uone. Kuna maono mapya hauwezi ukayaona kama mahali ulipo sio nchi takatifu. Kuna aina ya viwango vya kumsikia Mungu hauwezi ukamsikia Mungu kama mahali ulipo sio nchi takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alisaidiwa kwa namna hii, akaambiwa hivi, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Okay? Kwa hiyo yamkini Musa kuna mahali pengine alikuwepo lakini palikuwa sio nchi takatifu. Yamkini alikuwa ameenda kwenye eneo ambalo limekaa labda limejawa dhambi, limejawa nini. Akaambiwa vua viatu vyako, vua viatu vyako. Kwa sababu kama aliambiwa vua viatu vyako, maana kuna mahali alikuwa amevivaa. Kama kuna mahali alikuwa amevivaa, maana kuna mahali vilikuwa vinapatikana. Au kuelewa.
Nasema hivi, kama Musa aliambiwa vua viatu vyako, vua viatu vyako, maana yake ni kwamba kuna mahali hivyo viatu vilikuwa vinapatikana. Je, ni wapi? Ni kwenye eneo lipi? Tuendelee na pointi ya tatu. Jizoeze kuomba toba kila wakati ili Mungu azidi kukuonesha vilivyo mbele yako. Jizoeze kuomba toba kila wakati. Jizoeze kuomba toba kila wakati ili Mungu azidi kuonesha vilivyo mbele yako. Vilivyo mbele yako. Pointi ya tatu hiyo. Tumeanza na pointi ya kwanza, ya pili na pointi ya tatu. Kuna namna ambavyo kile kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari tunaofahamu sana. 33 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyojua. Niite nami nitakuitikia. Sawa? Haya ni maombi. Nami nitakuonyesha mambo makubwa. Okay? Kama Mungu anafika stage anasema niite nami nitakuitikia, alafu nami nitakuonesha. Kwa maana nyingine, tusipoenda kumuita kuna mambo hatatuonesha. Sasa swali linakuja, kama Mungu hatatuonesha hayo mambo, ni nani ambaye atatuonesha? Maanake yupo ambaye atakuja kutuonesha. Nasema hivi, kama hatutakwenda kumuita Mungu, manake Mungu, jambo la kwanza, hatatuitikia. Jambo la pili, hatatuonesha. Sasa kama Mungu hatuonesha, tutarudi kule kule kwa mtumishi wa Elisha. Tutaona maadui wengi kuliko jeshi la Mungu lile nalo. Asante. Kwenye pointi yetu, jizoeze kuomba toba kila wakati. Maombi ya toba ni maombi yenye urejesho. Maombi ya toba ni maombi ya kumkaribisha Mungu akaribie hilo eneo. Maombi ya toba ni kumkaribisha Mungu awepo na wewe kila wakati, awepo na wewe kila wakati. Haijalishi kwamba upo mazingira gani, Mungu atakumali hapo, kwa sababu mwanangu ameomba toba, Kwa nini? Musa alipoambiwa vua viatu vyako, yamkini kama angekuwa na tabia kuizoesha kuomba toba kila wakati, yamkini vile viatu angevigundua mapema kwamba kuna mahali nilifika nilimkosea Mungu, kuna mahali nilifika sitaenda hatua nyingine. Nataka nikusaidie kwa siku leo, nikwambie siku leo kwamba jizoeze kuomba toba kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu ili Mungu azidi kukuonesha mambo makubwa yaliyo mbele yako. Kuna mengi makubwa yako mbele yako, kuna mengi ya kutisha, kuna mengi ya kuvuka, kuna mengi ya kushinda, kuna mengi yatakuja kukatisha tamaa. Unamhitaji Mungu. Mungu hawezi kuja angazi unajiona upo umekamilika. Mungu hawezi kuja mbele yako angazi unajiona wewe kila kitu nafahamu. Ipo haja ya kumwomba Mungu akusaidie. Ipo haja ya kumsihi Mungu akusaidie, akufumbue macho, afungue macho yako yakapate kuona, yakufumbue macho yako akuoneshe future inayokuja, akuoneshe mambo makubwa yanayokuja mbele yako, akuoneshe mambo magumu yanayokuja mbele yako. Ndio maana nakwambia jizoeze kuomba toba kila wakati. Usije ukafikiria kwamba kwenye kila ifanye kama ni kanuni. Kila siku unapoenda mbele za Mungu omba toba. Mwambie Mungu, ninaomba toba. Sijui ni mangapi nimeyafanya, mengine nimekosa, lakini ninaomba toba. Bado kuna mengi natamani niyaone. Kuna mengi natamani niyaone yanayokuja mbele yangu. Kuna mengi natamani niyaone. Kumbe nisipokuomba Mungu, nisipokuita, utanionesha, hautaniitikia, hautanionyesha makubwa na magumu. Kumbe kuna mambo mengine ni magumu yanakuja mbele yako, kuna mambo mengine magumu yanakuja mbele yangu. Jizoeze kuomba toba. Toba ina urejesho ndani yake, toba ina urejesho. Haleluya. Sijua kama una vitu unapata, sijua, lakini najua kuna mtu anavuka. Yamkini ulikopo ni mojawapo ya watu ambao walikopo wanaona maadui ni wengi,
lakini yamkini ni mmojawapo ambaye umemsikia Mungu na uligeuka ukamsikia Mungu. Na ilikuwa haitoshi. Viatu umevaa, unaweza ukamsikia. Upo eneo kwenye ardhi ambayo sio nzuri, kuna namna unamhitaji Mungu uende hatua nyingine, viwango vingine. Karapasa. Pointi ya 3, yanamfanya Mungu akumbuke rehema, yanamfanya Mungu akumbuke rehema, akumbuke rehema. Kumbuke, mwambie Mungu, naomba rehema, naomba rehema, naomba rehema kwa ajili yangu, naomba rehema, sijui ninakoelekea, lakini naomba rehema, naomba rehema. Mungu ni rehemu. Haya, tukafanya maombi haya. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, ina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha kwake. Mwamba ni salama, mwamba ni salama.